Nilisema hivi siku ya Jumapili, uwezi ukamshinda adui wakati wewe mwenyewe ujijui ni nani. Lazima ujijue, ujitambue wewe ni nani. Uwezo wa kujitambua kwako wewe ni nani unaambatana na maandiko. Uwezo wa kujitambua wewe ni nani sio mtu atakwambia wewe ni nani bila kuwa na ushahidi wa kimaandiko. Ushahidi wa kimaandiko ni maandiko yenye uhalali, sio wa wewe kujiombea ukubalike kimaandiko, bali ni maandiko yamekupa uhalali wewe kuwa fulani, na kwa kutambua hivyo ukaamini, jambo lile linakuwa tayari automatically limeshafanyika bila hata mtu yoyote na nabii yoyote kukuombea wewe ni fulani. Tunaenda sawa sawa? Tuna tabia ya kuombewa au kutabiriwa kwamba wewe ni fulani, na matokeo yake unaangalia kile alichosema mtu, saa nyingine hakiambatani na Mungu alichokisema. Kwa hiyo kiuhalali ili uwe mtu fulani ni maandiko peke yake. Maandiko yakishakushuhudia uhalali wa wewe ni nani, maandiko yana uvuvio, yana uwepo wa roho, maana maandiko yanatokana na roho, yamevuviwa na roho. Pia maandiko yana uhai wa roho wa Mungu, maana mwandishi wa maandiko sio mtu, lakini ni mtu aliyevuviwa na roho kuandika. Amen. Kwa yule roho wa maandiko ndiye anayenena na wewe kwa lugha iliyo rahisi sana kuweza kujielewa, kujitambua na kuamini. Kwa asili hiyo basi, kwa asili hiyo utapata kuwa katika nafasi yako. Unaweza ukajikuta huko kwenye nafasi nzuri zaidi. Kwa mfano, Mtume Paulo aliposema juu ya vita vyetu si vya damu na nyama, sawa alivisemea kutoka kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6. Naomba tuangalie ile kidogo. Waefeso sura ya 6, utajigundua katika eneo fulani analotumia Mtume Paulo. Mstari kuanzia ule wake wa 10 anazungumza hivi, tusikilizane vizuri uelewe. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu tayari upatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Pia na kwa ajili yangu mimi nipewe usemi kwa kufumbua kinywa changu, ili nihubiri kwa ujasiri ile siri ya Injili. Sasa Paulo anaongea hivi. Paulo anaongea kitu kimoja. Anasema hivi, kwenye eneo la kushinda falme, mamlaka, wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho ni kuvaa silaha. Sasa anazungumzia silaha, lakini actually
haziko silaha hapa, ila ametumia lugha silaha, ila hazipo silaha. Hakuna silaha hata moja hapa inayesadikika hii ni silaha, nikiitumia kupigana nitashinda. Hizi silaha anazoziita yeye ni uelewa, ufahamu. Anatumia lugha kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Ni uwezo wa kujitambua katika nafasi fulani katika Mungu. Amen. Ukiwa anakufananisha na mtu aliyevaa silaha. Silaha anayetumia yeye anasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kushindana. Silaha anayetumia yeye anamaanisha uelewa wa wewe kuwa ni mwenye haki. Anaita diri kama bulletproof, ile vesti ile askari unakuta wanavaa hapa na hapa, wakirushiwa risasi kifuani haiingii. Kinga ya moyo. Tunaelewana Uelewa ya kwamba wewe ni mwenye haki ni muhimu. Ukikosa kujiona kuwa mwenye haki, basi wewe ni mwathiriwa, utaingizwa kwenye matatizo kwa sababu wewe sio mwenye haki. Lakini mimi ni mwenye haki. Sasa uelewa unaingia hapa. Amen. Kwa kujitambua mimi ni mwenye haki, unarudi kutafuta vipengele vinavyomsema mtu mwenye haki ni nani. Mwenye haki ni mtu yoyote aliyejitambua, mimi ni mwenye dhambi, niliyemhitaji Mwokozi, sikuwa na dhabihu ya sadaka ya kunisafisha, lakini kuna dhabihu iliyo bora Mungu aliyoitoa, na ile thamani ya ile dhabihu ni mwili na damu ya Yesu, ambayo kwa hiyo alijitoa mwenyewe nafsi yake kuwa dhabihu, akafa kwa ajili yangu, akazikwa, akafufuka siku ya tatu akafufuka. Kwa tendo hilo ninaamini nimesamehewa, ninaamini nimekubalika, ninaamini ninastahili kukaa na Mungu sahihi na hata milele, kwa sababu ya damu iliyonisafisha. Sasa hauwezi kuwa mwenye haki kwa matendo ya mwili. Tunaelewana Biblia inasema hakuna mtu anayeweza kahesabiwa haki kwa matendo ya mwili. Matendo ya mwili maana yake usiibe, usiue, hivyo vitu havimpi mtu haki, hata kama haibi, hata kama sio mkweli, hata kama ni mwizi, sio mwizi, na akasema mimi sifanyi dhambi, unasemaje kwamba mimi? Mwenye haki ni mtu aliyetambua msamaha, dhabihu ya Calvary. Tunaenda watu wa Mungu kwa sababu matendo ya sheria hayajawahi kuitwa yanampa mtu haki. Hata kwenye Agano la Kale zamani walikuwa wanaitwa wenye haki kwa sababu ya kuamini kifo, wanatoa dhabihu ya wanyama, wanatoa sadaka ya wanyama ya dhambi, basi ile damu inasimama mbele yao, inapokea hukumu, mtu anaitwa mwenye haki. Tunaenda sawa sawa Kwa hiyo kwa imani sisi hatuna dhabihu nyingine, tunaye Yesu, na kwa njia ya Yesu tumehesabiwa haki kwa kuamini, na kwa kuamini kwamba Yesu, kwa kuamini kwamba alikufa. Hiyo ni muhimu. Neno kuzaliwa no problem, hata kila mtu anazaliwa, mtu yoyote anaweza akaishi akatenda matendo mema, lakini Yesu alichokionyesha tofauti ili tuwe wenye haki kweli ni kitendo cha kufa na kufufuka ambacho hakuna mtu anacho hicho. Hicho tu ndio cha pekee kabisa. Tunaenda sawa sawa Ndio maana anasema kwenye Warumi kule, atakayeamini kwa moyo wake ya kwamba Mungu alimfufua kutoka wafu ataokoka. Maana kwa imani mtu huamini hata kupata haki. Anaamini huko alikufa na kufuka, anaokoka, na kwa maana kwa kuamini anapata haki, na kwa kukiri anapata wokovu. Bwana asifiwe. Sasa ninavaa dirii ya haki. Yaani uelewa wangu, linda moyo wako kuliko vyote vilindavyo.
Maana ndiko mahali ambapo panapoingizwa maarifa mengine yasiyokuwa ya Mungu, mahali ambapo ninahesabiwa haki. Ukishahesabiwa haki na Mungu kwenye eneo la kifo cha Yesu, hakuna anayeweza kusimama kinyume na wewe kwenye habari ya wewe kushtakiwa kwa habari ya makosa na dhambi, hata kaenda jehanamu. Hiyo haitakupe, yani ile damu ya Yesu imekava mpaka, imeingia mpaka kabla mimi hata sijazaliwa, imeenda mpaka tumboni mwa mama yangu, imenikuta duniani nimekunywa pombe, imeniondoa huko kwenye ulevi, ikaniingiza ndani ya Yesu, alafu hiyo damu ikanipeleka mpaka milele, haikuniacha njiani. Sasa hapo ukishavaa hiyo, moyo wangu, Biblia inasema kwamba moyo wako ulinde huo moyo, uangalie kwenye uelewa wako, usifundishwe fundisho lingine nje ya kifo cha Yesu. Maana huwezi kupata haki nyingine popote Mungu akakukubali pasipo damu ya mwanae. Ndio maana katika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21 anasema, Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21 inasema, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kufanyika haki ya Mungu katika yeye. Yani hiyo haingii tena kwenye eneo la wewe kuitwa mwenye dhambi. Ninajielewa. Kwa hiyo hiyo sio silaha, ni uelewa. Tunaenda sawa sawa Sasa ninamshinda adui. Kuna lugha tunaita maadui watu. Kuna lugha tunaita maadui binadamu. Kuna lugha tunaita maadui yule fulani anitakii mabaya. Mimi siwaoni hawa wanadamu kuwa ni lolote la kunitisha. Tunaenda sawa Yani eti kuna watu wanakaa wananisema kila wakati vibaya, surely nitawanunulia na soda. Waseme kabisa. Hao kwangu siwaiki kwenye fungu la maadui. Yani siwatambui katika fungu. Yani nawaona wapiga story, wenye kunitengenezea hila mahali nisifanikiwe. Hao sina shida nao. Tena nitakufurahia, nitakupenda. Lakini ukishaingia kwenye ulimwengu wangu wa roho, tunaenda sawa Yani kikao chako cha umbea na maneno na matusi, ukinitukana, si nitakuchukia, nitakupenda. Yani I will love you forever. Nitakupenda. Wewe sema lolote. Lakini ukishaondoa maneno yako ukaona hayakukusaidia, uende kwa mtu wa rohoni. Uhitaji superpower. Umeingia kwenye eneo la hatari. You are my enemy. Tunaelewana nyote watu wa Mungu? Sijui kama hiyo inaeleweka. Wakristo wengi wanaogopa fitina, uzushi, umbea, kusingiziwa. Uwezi ukaishi maisha ya ushindi ukiwaona hao watu wa namna hiyo ni maadui zako. Maana hautasalimiana na watu, hautakula nao, utawachukia kila mtu. Wewe lazima usemwe duniani, lazima. Lakini mtu akienda atafute bundi aje nyumbani kwako, huyo mtu ndio adui. Ameamua kwenda rohoni. Tunaelewana? Hao wa mwilini wananifitini nisiuze shamba langu nisipate. Wewe sio adui, ni mwangaikaji. Sikuweki kwenye fungu la adui milele. Ndio maana Yesu alitoa rais, waombeeni adui zenu. Hawa ni watu wataokoka kesho, watakuja kuwa mshirika wako. Tunaenda sawa sawa? Tunaenda vizuri watu wa Mungu? Ikifika wewe umeacha kwenda mwilini, unaenda spiritually, ina maana unaenda kwenye opposition land kutafuta mahali pa vita na mimi. Hapo umeingia kwenye eneo lisilo sawa. Mimi nitatumia superpower iliyoko kwenye mistari hapa ya Paulo. Hii hautaamka nyumbani kwako. Mnanisikia ni watu wa Mungu? Na mimi nitaenda kwenye eneo langu la battleground. Hii mistari tu, mkiisha kusimama simameni, maana yake nimeshakumaliza. Nitakuondoa duniani. Maana yake nitakunyima huo mwili wa chakula unaokula, unavaa nguo, unatafuta, unaenda kwa mganga. Huo mwili hautapata mahali pa kutembea tena duniani hapa, kwa sababu nina maandiko hapa.
Huo mwili unayepewa wewe na Mungu ili wewe ule ustarehe hapa duniani, unachukua na pesa mfukoni, unaenda kwa mganga, unaenda Tanga ili uniloge mimi nitembee hivi barabarani, sina chakula nyumbani. I say unaisha. Ni heri unipige na madongo ya mdomo, sintakuchukia forever. Tunaelewana watu wa Mungu? Mnanisikia watu wa Mungu eh? Yaani mtu anayeingia na wewe spiritually. Hello? Bwana asifiwe. Iko hivi. Anaweza akawa ni mtu ambaye usimjua. Na percentage kubwa ya maadui zako ni wale unaofikiria ni marafiki zako. Sawa eh? Tunaelewana eh? Maana mtu asiye karibu na wewe hawezi kukuendea kwa mganga, anakutafutia nini? Lakini kuna mtu anaenda katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho maana yake mimi, yani huyo mtu hana uwezo yeye kwenda spiritually, maana amekukosa jinsi ya kukumaliza. Anaenda kutafuta mtu anayejua kwenda spiritually. Kwa hiyo huyo anaenda kumtafuta kuhani wa giza, atoe dhabihu, atoe mnyama, atoe kuku, atoe kondoo, ili akimwaga ile damu aninenee mimi maneno. Tunaelewana eh? Kwa hiyo anaita super power ije nyingine ni dhuru. Kwenye kitendo cha mtu wa aina hiyo, kwenye kitendo cha mtu anaona huyo ndio anaitwa adui yangu. Namba moja, huyu ni binadamu. Tunaelewana eh? Huyo ni binadamu lakini ameamua kwenda spiritually. Sawa eh? Kwa mfano akitokea mhubiri, sasa sio mganga, akitokea mhubiri au pastor aamue kuingia katika ulimwengu wa roho, aende kwenye maombi aniombee mimi nife, atakufa yeye. Mnanisikia nyinyi watu hii? Halo? Kwa sababu akienda kwenye maombi aniombee, haendi kumwambia Mungu anidhuru. Mnanisikia eh? Maana Mungu hana patano la kifo na mtu aliyemwamini. Ana patano la uzima, na alikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Akienda katika ulimwengu wa roho, kama anaita maombi, yeye anaweza kaa anajitambusha kwamba ameenda kwenye maombi, kumbe hajaenda kwenye maombi. Yeye ni mtu wa rohoni, anaenda kwenye ulimwengu wa roho wa miungu anayetumikia. Atakufa yeye japo anaitwa pastor au mtume au nabii. Halo? Hamjanielewa hii lugha eh? Mwambie mwenzako usicheze na mimi. Yaani kuna watu wanafikiria kwa kuwa wamekaa mbele ya watu, tunaitwa mitume, manabii, wachungaji na wainjilisti, tuna uwezo wa kuenda kumwomba Mungu ufe wewe. Kumbuka kwamba kama yeye ni wa Mungu na wewe ni wa Mungu, Mungu hawezi kusikia maombi ya wewe ya kukua. Tunaelewana? Maana yeye alikununua kwa damu yake, na yeye huyu mhubiri naye amenunuliwa kwa damu yake. Lakini akigeuza tafsiri ya yeye yuko rohoni kwa Mungu wa mbingu unayemwamini wewe, akijijua moyoni ana Mungu mwingine, aisha anafia kule mlimani. Suma nyego mererani. Unachunga kanisa. Tukafungua kanisa mahali. Jirani pale alikuwa mchungaji mmoja na watu wake, wakasema twendeni mlimani tummalize jamaa. Siku hiyo niliitwa. Na watu waliokuwa mko mlimani tayari wameshaanza kuingia kwenye vita vya vifo. Yaani tena mimi niende kuwaombea, maana wanaenda kufa wao. Iko hivi, mtu asiingie kwenye kiroho cha zaidi ya damu ya Yesu. Tunaenda sawa eh? Na akienda kwenye eneo la damu ya Yesu, hawezi akakudhuru kwa lolote, kwa sababu damu ya Yesu inanena mema. Ila akija katika ulimwengu wa roho wa adui, yeye anakufa. Amen. Tunaenda sawa eh? Bwana asifiwe. Katika ulimwengu wa roho tuna type mbili za maadui. Wanaovaa mwili wa kibinadamu na wasiovaa mwili wa kibinadamu. Kuna wale ambao wanavaa nao mwili lakini huwezi kuwaona, lakini yuko rohoni, wewe hauko rohoni kama yeye. Sawa sawa eh? Na huyu mtu anaweza kawa ni mpole, mnyenyekevu, rafiki, hakuna mtu kama yeye. Lakini spiritually yeye anakuwa rohoni full time hata akiwa mwilini. Na anakuwa rohoni upande wa adui, sio upande wa Mungu aliye hai katika Kristo Yesu. Okay, kwa lugha nyingine nichukue hii picha. Nisikilize vizuri. Bwana asifiwe. Mtu akiwa rohoni, Mkristo,
anaitwa Mkristo, mchungaji, rafiki Mkristo yoyote, akiwa rohoni upande wa Yesu Kristo, hawezi kuwa adui yako forever. Lakini akiitwa Mkristo, awe mchungaji, awe mshirika, awe nani, akiwa katika nafasi ya Ukristo huo, lakini hayuko rohoni katika Kristo Yesu, huyo ni adui yako. Tunaenda sawa eh? Na mwita adui yako kwa lugha ya, kwa sababu anataka ufikie mahali akumalize. Huduma yako ife, watoto wako watawanyike, ndoa yako iharibike. Hayuko rohoni, yuko mwilini, lakini wewe humjui yuko rohoni. Kwa mfano, unashirikiana na Mkristo, ukimpa pesa yako kidogo tu, hautaka ufanikiwe tena. Japo mimi nitakupa na uweze kunimaliza, kwa sababu nimeshaingia eneo usiloweza kunifikia. Tunaelewana eh? Kuna Wakristo ambao hawajafika kwenye maeneo yao, hawajatambua wana nafasi kubwa zaidi. Kwa hiyo bado wanang'ang'ana huku chini, hata wakati mwingine wanajiombea mikono yao pepo wasichukue pesa zao. Hawa bado wako chini, wako kwenye level ya mwisho ya chini kabisa. Wanajua vita vitatokea, watanitumia mapepo ya chuma ulete, yatanyang'anya uchumi wangu. Wewe ukijiona hivyo, wewe uko kwenye level ya mwisho ya chini, watakumaliza. Lakini ukifika kwenye mtu kama mimi, ambaye hata chakula cha kufisha ukiniwekea hakinidhuru, kwa sababu nimeshaenda zaidi ya hiyo hali unayoitegea ndani hata ya chakula au maji. Sasa na tunatamani sisi kama watu wa nyumba ya Abraham tusiwe kwenye level ya chini mpaka unaanza kufikiria nilimpa mtu fulani hela na ndo pale nikaanza kufilisika. Tuende zaidi. Kuwashinda ni kufika wewe juu ya hao. Mpaka akifika akitaka shike kitu chako, anajua yani unamuitia anakuambia nitakuja, na haji kuchukua, maana anajua akichukua tu ameisha. Tunaenda sawa sawa. Akigusa hata vumbi la harufu, hata asiguse perfume yangu ipite hapa, nimejipulizia perfume ya 2000 3000, ajue ni harufu ya Absalom. Ile harufu yangu tu itamnyima usingizi, maana najua hii ni harufu ya aliyekombolewa, aliyeketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Akikuona uko kwenye hiyo level, I swear hawezi kuja mlangoni kwako. Haji, maana anakuja kwenye kifo chake. Tunaenda sawa? Sijui naongea na watu hapa. Nina makusanyiko ya Wakristo kila kona za dunia, hawajawahi kujijua kwamba wao ni nani. Kwa hiyo wanakuwa kwenye makusanyiko ya waathirika, walioingia kwenye mapigo na mateso na hawana jinsi ya kutoka. Sasa hayo makutano ni makubwa na wanaitwa Wakristo. Sio Wakristo, ni waathiriwa wa mafuriko ya kiroho. Wanapoteza mali zao, hawajui kilichoamili. Mtu anakuambia mtumishi, Mungu anisaidie, nilikuwa na hela nyingi, sasa hivi sina. Wewe kwa nini hauna? Mtumishi, niliendea kwenye kanisa fulani, nilikutana na mtu kule, nilipokuwa nikishirikiana naye ndio nilianza kushuka uchumi. Ungelikuwa spiritually, ungejua hata kanisa la kuingia, ungejua na mhubiri wa kukuhubiri, ungejua na mahali pa kutoa sadaka. Lakini hujui maana yake, level yako ya ufahamu wako we ni nani iko chini. Level ya kwanza ya kuwashinda maadui ni mwenye haki. Sema amen, amen. Level yangu ya kwanza, I'm righteous of God. Mimi ni mwenye haki. Yani hapa ngoma inalipa kwenye damu ya Yesu na kwenye mwili wake aliyetoa kwa dhabihu, na kile kitu alichokifanya kwenye agano lile la damu yake na mwili wake alipotoa kwa ajili yangu. Hilo eneo hapo nimeshapata access kwanza ya kukaa na Mungu na kuishi na Mungu na kutembea pamoja naye na kula na kunywa pamoja naye. Yani hilo eneo la damu na mwili wake aliyotoa dhabihu.
Tunaenda sawa sawa? Hebu sema mimi ni mwenye haki. Ndugu zangu, nataka nikuambie ukweli wa kiroho. Ninaongea na watu, simu yangu naijaza chaji mara 3 kwa siku, mpaka inafika mahali nasema itabidi nitafute njia nyingine ya kuongea na watu kwa simu, maana inaweza kanichosha kuweka masikioni. Kila mtu anakuambia shida ambayo ukimwangalia huyu mtu unamuuliza swali, ni Mkristo? Ndiye ni Mkristo. Unamuuliza swali la pili, anakujibu, unajua level hii ya huyu mtu atateseka. Na amekuwa kwenye kanisa, amekuwa kwenye Ukristo labda tangu utoto, lakini kwa nini huyu mtu hana level ya kuwashinda maadui? Tunaelewana watu wa Mungu? Hebu sema nimewashinda maadui zangu. Sema tena, nimewashinda. Kwa sababu hiyo hawatanikaribia. Haleluya. Kwa kuwa ni mwenye haki. Naomba upokee hiyo tu. Yaani hakuna position iliyo ya hali ya juu kama wewe kuwa mwenye haki mbele za Mungu. Na kuwa mwenye haki ni kwa sababu kuna damu. Tunaelewana Ambapo Paulo anasema Yohana, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Pale ulipoikubali nguvu ya damu ya Yesu iliyomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Sio kuondoa dhambi tu, lakini ikakupatanisha na Mungu. Sio tu kwa hilo, yani ikakupa access ya kuingia mpaka kwenye chumba cha patakatifu kwa hiyo damu. Ukafika mpaka kwenye kiti cha rehema, ukapata rehema kwenye hiyo damu. Umo ndani ambapo pa zamani walikuwa wanaingia mtu mmoja tu. Saa hizi ninaweza nikaenda mpaka chumba cha mwisho cha Mungu, cha kukaa na mtu na kuongea naye pasipo hofu ya mauti, kwa hiyo damu. Ambako kwenye Agano la Kale alikuwa anaenda mtu mmoja kwa mwaka mara moja. Leo hii nimepata hiyo fursa, naingia kwa damu ya Yesu. Hiyo access ya kupenya kwenye eneo hilo mpaka unafika mahali pa kukaa na Mungu ni eneo la juu sana. Please, ni eneo la juu sana. Ndio maana linaanza kuvaa dirii ya haki. Vaa kifuani, tembea kifua mbele. Hakuna kitakachoingizwa ndani ya moyo wako kikaondoa ile haki uliopewa, ule msamaha uliopewa. Amen. Ule ushindi uliopewa, ile damu ikakukomboa, ule ukombozi uliopewa, ile nguvu ya uponyaji katika damu ile iliyokupa wewe kuwa na afya, ile nguvu ya uponyaji katika mwili wake iliyokupa wewe kufanya kazi na ufanikiwe. Yani kwenye hilo eneo la hiyo dhabihu, jishikilie kwa gharama zote, usijiondoe hapo. Believe me. Kwenye hilo eneo la katika meza hii anasema kunyweni, kuleni, huu ni mwili wangu. Anamaanisha mubebe vipawa vya kuishi katika mwili, mtakavyoweza kufanya mambo ambayo yasingewezekana kwa mwili. Amen. Mambo ambayo msingeliweza kuwa nayo kwa mwili, kwa kuwa kipawa cha mwili wangu ninachokitoa kwa ajili yenu kitawawezesha hata mahali pa mauti iliyokusudiwa haitawaweza. Kwa sababu mwili kazi yake ni kuondoa mauti ndani ya mwili wako iliyotengenezwa na watu, iliyotengenezwa na maadui waliokukusudia wewe. Hata kama walikuwekea uchawi wa kuzaliwa mpaka leo unaishi nao kwenye mwili, nataka kukuhakikishia katika hiyo mwili wa damu ya Yesu, hakuna kitu kilichoko ndani ya mwili wako kitakwenda kuzaliwa tena cha kukuzuru. Haitatokea. Believe me. Tunaenda sawa Na alipokishika kikombe kile akasema, agano langu liko hapa. Maana yake ninaingia kwenye agano hili na wewe. Kila anayeitwa adui yako ni adui yangu tangu leo. Kila adui anayesimama na wewe kinyume na wewe, mimi nitapambana na yeye. Wewe utapigana, mimi nitaingia kwenye eneo lako. Ndio maana maandiko yanasema, kwa kuwa watoto walishiriki damu na mwili, yeye naye alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani
Ibilisi. Mimi na yeye tumeshiriki damu na mwili. Kwa kuwa tumeshiriki, anakuwa na access ya kuingia kwenye mauti, anaingia kwenye kifo changu, anaingia kwenye kaburi langu, anaenda mahali kifo changu kimeandaliwa. Yule aliyekishikilia kifo changu na jina langu huko mahali anaharibiwa. Akiharibiwa hana nguvu na mimi, na tarehe ya kifo changu hamna mtu anaweza kawa naye. Tunaenda sawa? Sema amen, amen. Hebu sema nina haki katika damu ya Yesu. Haleluya. Kwenye eneo hilo la haki lishikilie. Ndio maana anasema simameni kwenye hilo eneo, muwe imara, msiondolewe kwenye mtazamo huo. Bwana asifiwe. Kuna wale maadui sasa hawanaga mwili, hatuwaoni katika roho, katika mwili, lakini wako rohoni. Wakiwa hawana mwili ni madhaifu, ni wadhaifu. Wakiwa na mwili wana nguvu. Sasa nimesema adui yule ambaye ni mtu tu kawaida, anaweza kanitukana, akanisema vibaya, akakana watu, akaniachana naye. Lakini akiwa ana mwili, position ya mwili wake sio mwili kama mimi ninavyofikiria, lakini ni mwili kama kiumbe kinachoishi kama binadamu, lakini sio binadamu, lakini ana mwili. Tunaenda sawa eh? Najua ile somo ni ligumu kwa sababu watu wengi hawajawahi kulisikia, lakini iko hivi: hatuishi peke yetu duniani. Okay, leo kwa taarifa niliyopata kutoka vyombo vya Marekani vya usalama vinasema kikundi cha Wakristo wanaofanya kazi ya ofisi za usalama Marekani kimewaita baadhi ya wachungaji Marekani, kikawasii na kuwaambia wale wa Marekani wachungaji, waandaeni Wakristo wenu, kwa sababu sasa kimefika kipindi kutatokea viumbe vya rohoni kuishi pamoja na sisi duniani. Hao viumbe vya rohoni ndivyo vilivyoumba dunia, ndivyo vilivyoumba nyie. Kwa hiyo kwenye asili ya hao viumbe itabidi tushirikiane na wao. Kwa kutokushirikiana na wao watakumaliza, hutaweza kuishi. Jamani, nini habari ya mpya nazungumza? Tunaelewana watu wa Mungu eh? Bwana asifiwe. Na wale wachungaji wakaambiwa wafundisheni watu wawapokee hawa viumbe. Sasa ndugu zangu, nimeshasema mara nyingi, sio kila mtu unamuona kule kwenye ngazi za matajiri, za watu wanatawala dunia ni binadamu mwenzako. Sasa hivi wanafika kwenye hatua wanaenda kujidhihirisha ili waende kwenye utawala wa mwisho kabla Yesu hajaja kutawala. Kwa hiyo wanachotafuta ni wewe kukuondoa katika imani ndani ya Yesu. Itakuja hivi kiurahisi sana. Uchumi wa dunia unaenda kuanguka. Ukianguka uchumi wa dunia, kiasili ya binadamu kuupandisha ni ngumu. Hawa jamaa wakitokea watapandisha uchumi. Watakushawishi wewe, mtu usiyekuwa na hela au usiyekuwa na jinsi ya kufanikiwa, watakuwezesha. Na wewe unavyopenda mambo ya cheche, ya bure, utaona sio tatizo. Hata kwanza nishafunga na kuomba Mungu hajanijibu. Mungu ameleta hawa ni wamekuja, kwani kuna ubaya gani? Pup, unaingiza kichwa kwenye kamba, hautapona. Wapo ndio wanaotengeneza vita vya dunia, ndio wanaandaa mabadiliko ya tabia nchi, ndio wanaandaa mifumo ya kipesa, ndio wanaoandaa mifumo ya pesa, hii iende hivi, hii iende hivi. Wako wanatawala. Sasa hawajajifunua, sasa hivi wanataka wajifunue wazi. Nimetuma hapa kwenye mtandao. Baadhi yenu kama msomi Kiingereza basi itakuwa ni shida kuelewa. Tunaenda sawa watu wa Mungu eh? Sasa nikiwa wewe hauko kwenye level ya mwenye haki, hujavaa dirii hiyo, unaenda peupe. Yaani mchana peupe unaiacha imani. Na utawaona wanaosimama kwenye imani ni waenda wazimu, na wakipata shida utafurahia, wateseke.
Sasa tujihadhari, tunaenda kwenye asili hiyo ya jamaa kujifunua haraka. Wanaenda kujifunua. Bwana asifiwe. Hebu tumpe Yesu makofi mazuri kabisa. Wakati wa kuendelea kukaa katika eneo la ushindi, kuna eneo nasema katika kushindana kwetu tunashindana juu ya falme, tunashindana juu ya mamlaka. Hawa sio binadamu. Ukishasikia neno falme, ukishasikia neno mamlaka na wakuu wa giza hili, hawa sio mapepo. Hawa ni wale malaika walioasi na Lucifer, wakiwa katika asili ya kutawala kwao. Wanagawana madaraja ya utawala kwa sababu ya ile asili ya wao waliokuwa wamekuja nayo ya uumbaji waliopata katikati ya miaka hiyo kabla hawajaasi. Kwa mfano Luciferi, yani alikuwa anaitwa Lucifer, akaasi, akuasi peke yake, aliasi na malaika. Kundi la malaika lilikuwa ni theluthi moja ya malaika. Sasa theluthi ya malaika ni mabilions walioasi pamoja naye, sio kundi dogo. Lakini wanapoingia kwenye eneo la utawala kama ufalme, lazima wawe na mwili. Wakiingia kwenye eneo la rohoni ambalo halina utawala, hawa wasio na utawala wanaitwa mapepo. Mapepo ni hawana mwili, ndio maana wanapaga mtu. Lakini wakishakuwa kwenye level ya malaika, hawawezi kumpaga mtu, maana wao wanao mwili. Na kama wanao mwili, wana uwezo wa kuvalisha ule mwili wao aina yoyote ya mwili wa kitu, wa mnyama, wa binadamu, wa ndege, hata wa samaki. Tunaelewana eh? Wanaweza wakaubadilisha. Na hawa wana uwezo wa kuingia kwenye taifa lolote la dunia. Wakishika nchi, wanaweza waka influence utawala wa dunia wa binadamu. Wanaweza wakauweka utawala ule uwe wa aina fulani. Huu usimkubali Yesu kabisa. Huu usifanikiwe, hiyo nchi isiwe tajiri, watu wake wawe mazezeta tu. Sasa unakuta Wakristo akija ili kusema tunaomba tuweze kupambana na wakuu wa giza hili, unamaanisha unazungumza katika ulimwengu wa viumbe vyenye mwili. Tunaenda sawa eh? Wakishakuwa na mwili ndio wanatawala. Wakiwa hawana mwili hawawezi kutawala, wanapagaa, wanakaa ndani ya mtu. Sasa wakiwa na mwili, hawa ndio maadui. Amen. Hawa ndio wewe unaambiwa kupambana na hawa, lazima uhakikishe uwe ni mwenye haki, uwe umevaa mkanda kiunoni wa ile kweli, kujua neno la Kristo ni nini. Sio tu kujua Biblia na ujui kupambanua neno la Kristo, neno la Mungu, neno la nabii, neno lilonenwa. Kama ujui kupambanua maandiko, utachemsha. Tunaelewana watu wa Mungu eh? Kwa hiyo uwezo wa kujua ndio unampa mtu nafasi ya kushinda. Issue iko hapo. Kwa hiyo mtu hajui neno. Kwa mfano, nikiwaangalia, mnisamee kwa sababu sio kwamba nawatukana wahubiri wote, sio wote wabaya, lakini nimewaona wahubiri wa 90% hawamjui Yesu, na wanamhubiri Yesu lakini hawamjui Yesu. Kwa nini nasema hivi? Ni kwa sababu wameshindwa kugawanya maandiko ya nyakati za maandiko ya Agano la Kale na maandiko ya Agano Jipya. Katika maagano haya yalipopishana, haya yalikuwa yanashindwa kumpeleka mtu wapi na haya yameweza kumpeleka mtu wapi. Sasa unamkuta mhubiri anakazia maandiko ya Agano la Kale. Mhubiri mwenyewe ni Mchaga kama mimi, ni Masai kama mimi. Kule kwenye Agano la Kale, huyo mhubiri Mchaga alishakataliwa. Hilo agano la Wayahudi liliwaondoa hawa, hata sadaka ya hawa wasichukuliwe. Sasa wewe unajikimbiza huko ili upate haki kule.
Wakati haki yako haipo kule, haki yako iko huku. Yesu alipofufuka akasema, kawafanye mataifa kwa wanafunzi wangu. Huku ndipo mimi nataka niwapate makabila yote, niwaingize kwenye baraka. Watu hawataki kwenda kwenye upande mlango wao uliofunguka, wanaenda mahali mlango ulifungwa. Sasa kule kwenye mlango uliofungwa ndio Wakristo wengi wanakimbiliaga. Kwenye Agano Jipya hawaendi. Ndio hapo ndipo nasikia hawawezi wakatoboa kwenye maisha. Na kwa sababu hawawezi kutoboa, wao wanajua tukifunga na kuomba siku 40 shetani tutakuwa tumemwangusha. Shetani haogopi kufunga. Hata watumishi wake wanafunga huko duniani. Tunaenda sawa? Shetani anaogopa mtu anayejua kweli. Finish. Nanyi mtajua ile kweli na ile kweli itawaweka huru. Ishu usipojua, wewe uko kwenye ulimwengu wa giza, watakuonea maadui zako. Asante kwa neno leo ulioshare. Nuru iking'aa gizani, giza haliwezi kushinda nuru hata siku moja. Ndio maana tukaandika pale kwenye lile, uishi ili kutawala. Sema amen, amen. Na kule tukapeleka nini? Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza litaiweza. Ukishaingia nuruni hivi, giza lazima liondoke tu peke yake. Yaani halina namna ya kukimbizwa na miguu yako, linakimbia kwenye ufahamu. Ufahamu ukiwa na giza, I swear. Vaa koti la kibishopu, vaa na kola ya kiaskofu, shetani haogopi hizo. Shetani haogopi umevaa nguo gani iliyotoka Yerusalemu, haogopi umekunywa maji ya Jordan. Shetani haogopi Jordan imetokea. Yaani Mungu ameletea mtu, ameletea maji kutoka Yerusalemu. Shetani haogopi maji ya Yerusalemu. Haogopi udongo umeletewa kutoka Israeli, haogopi. Maana pale Israeli kuna watu wamekaa hata hawamjui Kristo na ule udongo hauwabadilishi. Ijue kweli. Na ile kweli itakuweka. Tatizo wa Kristo ni wazito kwenye kumtaka Mungu awafundishe kuhusu Yesu ni nani. Petro akasema hivi, wewe ndiwe Kristo na mwana wa Mungu aliye hai. Andiko hilo likachange saa hiyo hiyo, likabadilishwa saa hiyo hiyo, likasema wewe ndiwe Simeoni, na juu ya mwamba nitalijenga kanisa langu na milango haitalishinda. Maana mwili wa damu na nyama alikukufunulia hili, bali Baba yangu. Yaani ikifika unajua, ufahamu unajua, ile elimu. Jamani, msifanye mchezo na hapa. Msifanye mchezo na uelewa. Nguvu ya ufahamu ikiwepo ndani yako kuhusu Kristo, ambaye Paulo anasema yeye ndiye siri iliyofunuliwa, ambaye wazazi wetu na mababu hawakujua. Kwa vizazi vyote walitafuta kujua huyu ni nani, wakashindwa kujua, hata wakamsulubisha Bwana wa utukufu. Maandiko yanasema kama wangelimjua Bwana wa utukufu wasingelimsulubisha. Sasa alishindikana kujulikana kwenye lile eneo la ufahamu wao, walishindwa kumjua. Haleluya. Mungu akikupa ufahamu kuijua kweli, hauna shida na jambo lolote katika eneo hili la uzazi wangu. Mnanisikia nyinyi wa Kristo? Mkanda uvaliwi shingoni, mkanda unavaliwa kiunoni. Kiuno kwa tafsiri nyingine ni kizazi chako. Hakuna uzao wako utapitia kwenye majaribu. Hamna mahali utapita watoto wako. Eneo wewe utalala, utahangaika, utalia, utapiga magoti, utafunga, eti wameshikwa na uchawi. Hawatapitia kwenye hilo eneo. Wewe vaa tu mkanda wa kweli. Kizazi changu kitatembea duniani katika uweza na nguvu, hata pasipo kuhubiriwa na mtu. Mzazi ana nguvu ya kutransfer neema ya Mungu kwa watoto wake. Ni kwa sababu mzazi ameijua kweli. Nikawafundishaga watu, mkijua ya kwa nini Yesu alikaa tumboni mwa mwanamke, huwezi kumwona mwanamke tasa kanisani. Lakini usipojua kwa nini Yesu alikaa tumboni mwa mwanamke akazaliwa na bikira, mtazidi kuombea mwanamke asiyezaa, mkifiri amefungwa na nguvu za giza. Kumbe kutokuelewa. Ukijua hata bila maombi hakuna tasa duniani. Unaenda sawa? Ukijua tu uzao wako, anaambiwa Abrahamu,
uzao wako ni kama nyota za mbinguni. Hawajazaliwa, wako kwenye mayai yake, na hayo mayai yanakwenda kwenye miaka milioni. Watatokea, watatawala malango ya maadui. Ni kwa sababu ya Abrahamu kujua. Haleluya. Usipojua, viunoni mwako watoto wako watazaliwa ni mazezeta tu. Na mimi sitaki tuzae watoto watakao tutwika mzigo. Tuzae watoto wawe baraka. Tuzae watoto wafanikiwe. Tuzae watoto watuletee sifa. Hawa ni watoto wa fulani. Watu wafurahi wakikuona, wanasema huyu baba, huyu mama ana watoto bwana. Sasa wewe unazaa watoto mpaka unajuta, nimezaa vinyago nini? Mungu wa Israeli. Mwangalie jirani yako, usiseme kitu. Tunataka watoto. Hebu sema ninajua kweli. Hata kwa vizazi 1000 katika maisha yangu hawatateseka. Sema ninajua vizazi vyangu havitapitia kwenye vita. Ndugu zangu, hakuna kitu kibaya kama watoto wako katika kizazi chako wanapita kwenye matatizo. Nyie watu wazima jamani. Nyie si watoto sasa hivi. Nyie mkishakuwa na watoto 90% ya maombi yako, Baba mbariki mwanangu, unamwombea mwanao, kwa sababu ana kitu na wewe, ana connection na wewe. Tunaelewana watu wa Mungu? Sasa nimeijua kweli. Hebu sema ninaijua kweli. Sema nimetambua nguvu ya Mungu kwa vizazi vyangu vyote, havitapotea. Yaani nikizungumza hiyo, mpaka nazungumza mpaka hawa hayawani hawa viumbe vya rohoni hawa, wakimjaribu mwanao hawatampata. Maana wanachotafuta ni kuharibu generation, kuharibu uzao. Hawataharibu uzao wako, kwa sababu mama au baba amebeba mbegu ya Mungu ya kweli. Ile mbegu ya Mungu ikaenda ndani ya watoto, ikawapeleka hata hawajazaliwa. Mungu anamtafutia mtoto wako mume, anamtafutia mtoto wako mke, ili mbegu ya Mungu iliyoko ndani ya mwanao isije kukutana na mbegu ya hayawani, ikakutana na viumbe viovu, vikaingiza mbegu yao chafu ndani ya watoto wako. Generation yako ikaitwa generation mbaya, ambayo Mungu anaikataa. Anasema nitaifuta hii kizazi, nitakikatilia mbali. Mimi na generation yangu, anasema Joshua, tutamtumikia Bwana. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia. Mungu aitengeneze nyumba. Tunamshinda adui kwa kujua kweli. Atumshindi kwa sababu tunajua kuomba. Ndugu zangu, kuna watu tena, jana nimekutana na mtu, sitaki kumsema maana ananisikiliza kwenye mtandao, sitaki kumtaja jina. Nimekutana na mtu ananiambia hakuna mtu alikuwa kiongozi wa maombi kama mimi. Mzuri. Tena nina vikundi 4 vya maombi ninavyoviongoza. Na kikundi kimoja kinaweza kikaa na kundi la watu 100. Mimi ndio nawaongoza kuanzia asubuhi mpaka tunamaliza saa 6 za usiku. Tumepangiana kwenye hivyo vikundi niweze kuanzisha maombi pamoja nao. Ninaweza nikaomba masaa 2 matatu bila kupumzika. Lakini nimeshangaa ghafla nguvu za maombi, mikono inalegea, miguu inalegea, hata kutembea sahihi siwezi, ninajishika kila mahali. Sijui ni nini kimenipata. Nikasema hivi moyoni mwangu, nikasema hivi, kuomba ni kuzuri, lakini kuomba pasipo maarifa ni kuchokoza mzinga wa nyuki, na hujavaa nguo za utakaposhambuliwa pa mama yangu wewe. Kuna yule mdudu yule mnyama anajuaga kuua nyoka, anaitwa nani yule? Honey bagger, sio honey bagger yule. Yule mnyama bwana, kuna sinema moja sio kikatuni wametengeneza. Amejua fisi ananileteaga noma, simba wananileteaga shida, sijui na nani anasema leo nitawashughulikia. Akaenda kuchukua ile mzinga wa nyuki kwenye mdomo, akakimbia akaenda katikati ya simba. Mzee, simba hawana ujanja na nyuki. Nyuki walikula simba, simba walikimbia kama wenda wazimu. Akachukua nyingine akakimbiza kwenye kundi la mafisi. Sasa yule honey bagger, kwa nini yeye aogopi hawa nyuki? Anaenda huko kabisa, anakula ile asali yake, na wale manyuki wanamuuma wala hawamsumbui. Nataka Mungu akusaidie uwe honey bagger.
Yaani unakutana na utamu uko mahali, lakini adui ndio ameng'ang'ania huo utamu. Unaenda humo ndani, unamparamua huyo adui, unachukua mali yako na baraka yako. Na ile sumu ya adui haikudhuru, haikuumizi. Ukilala usingizi ni mzuri, ukila chakula ni safi, ukiamka ukitembea una afya, ukirudi mikononi mwako umeteka nyara. Maadui wametambaa huko duniani ni wengi, sumu yao haikupati. Kuijua kweli inasaidia. Sema amen, amen. Mungu akupe kuijua kweli. Haleluya. Sema amen. Kuijua kweli kuna kusaidia na watoto wako na generation yako. Hebu niangalia andiko lingine. Muda wangu unanitosha. Nimejifunga kiunoni mwangu, uzao wangu hautapotea. Tunakubaliana mpaka hapo? Sema uzao wangu hautapotea. Issue iko hapa. Hebu fungua Hosea. Ile andiko limekuja, sikulifikiria kichwani lakini limekuja. Fungua Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Sikiliza hiyo lugha inavyokuja. Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Mnalijua ile andiko sana kwa sababu ni jambo ambalo kila siku mnalisema. Inasema hivi, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa, you rejected the knowledge, umeyakataa maarifa, mimi nami nakukataa wewe usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umesahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Unaiona hiyo lugha Watoto wanaathiriwa kwa ajili ya wewe. Jamani, tunaenda sawa? Issue, unamwombea mtoto Mungu amsaidie, wakati Mungu anakuangalia wewe, hakuoni uko sawa na neno lake, ulijui. Sasa mimi nitabarikije watoto wakati wewe, mimi nina agano na wewe, na agano langu wewe uliangalia, ulijui, ulishiki, hutembei na maneno yangu, hauyajui maandiko, huyajui maneno, unatembea ulela. Mimi kwa kuwa umesahau. Mahali hapa anasema umekataa, huko anasema nitakukataa wewe. Kwa kuwa umenisahau neno langu, na mimi nitakusahau watoto wako. Inaumiza. Tunaelewana watu wa Mungu? Watoto wangu wana shida gani mpaka waingizwe kwenye shida eti kwa sababu ya baba au kwa sababu ya mama? Hapana. Nitajichomeka kwenye maandiko, nitatafuta kuijua kweli, nitaishi kwenye hayo maandiko mpaka nione uzao wangu umekaa sawa. Haleluya. Sema amen. Tena Biblia inasema my people ni watu wa Mungu wanaosema wanaangamizwa, lakini hawaangamizwi kwa jambo lingine, ni kwa sababu hawana maarifa. Wamesahau, hautakuwa kuhani kwangu, you reject the knowledge, na mimi nitakukataa. Alafu anasema nitawasahau watoto. Tunaenda sawa Mimi lazima watoto wangu niwaone wakienjoy. Tunaenda sawa watu wa Mungu? Hebu sema wataenjoy tu. Yaani naomba hivi jamani, naomba hivi. Unajua hakuna pigo libaya kwenye familia ikiwa watoto watapigwa. Tukubaliane hapa. Msinidanganye. Watu wanaenda kwenye nyumba za maombi na maombezi, wengi wanaenda kwa ajili ya familia. Maumivu humo, maumivu. Halafu wanatafuta waombewe, lakini hawataki neno. Watateseka tu. Familia shetani akiipiga, hata uwe pastor, uwe nani, umeumia. Believe me. Jamani, watoto wana connection na mimi. Wewe na watoto wako mko na connection. Iko hivi. Haleluya. Uko radhi kumpa mtoto wako kitu chochote hata asipokuomba, kwa sababu wewe unaye connection na yeye. Yaani kuna zile hasili za kimungu alizoumba kati ya mzazi na mwana, haziwezi kuondoka hizo. Labda wewe umezaliwa na nyoka, ndio unaweza ukashindwa kukaa na watoto. Mnanielewa watu wa Mungu? Lakini umezaliwa na Mungu, huwezi kuwaona watoto wako ni wabaya, huwezi kuwachukia watoto wako, huwezi kuwakataa watoto wako. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Hebu mwangalie mwenzako, mwambie bariki watoto wako kila siku. Mungu mwenyewe anajifananisha na sisi kama wazazi. Anasema muombeeni baba yenu aliye mbinguni, lolote mtakalo naye atawapa kwa jina langu. Anahusika, ana feeling na yeye kama mzazi.
anataka wewe kama mwanae ufanikiwe. Amen. Sema amen, amen. Kwa hiyo Hosea anazungumzia kuangamizwa kunatokana na mzazi kutokujua watoto wanaangamia. Kwa hiyo mimi sitamani watoto wako wapitie hilo jaribu. Bwana sifiwe. Sema amen. Twende kwenye mstari ule wengine wa Efeso, nataka nienda haraka kidogo. 12 nimesoma au 13. Simameni hali imejifunga kweli na kuvadiria haki kifuani. Nimeshamaliza hiyo. Kufungiwa miguu ya utayari tupatao kwa injili ya amani. Hili ni eneo la muhimu sana. Hili ni eneo nililizungumza last week. Faida ya injili. Nafikiri kulikuwa na watu walisikiliza ile somo. Neno miguu ya utayari. Nikitumia neno miguu kuna tafsiri mbili. Amen. Tafsiri ya kwanza ni utawala. Tafsiri ya neno miguu, mahali mtakapokanyaga nimekupa, yani is your territory. Ni eneo lako la kutawala. Miguu. Eneo lingine miguu anazungumzia hapa kwamba tuvae, kufungiwa miguu ya utayari tupatao kwa injili ya amani. Tuwe katika eneo la kuiongea injili. Eneo la pili ni kutamka mambo Mungu aliyoyafanya katika Kristo Yesu. Na kadri uzungumzapo mambo hayo kwa mtu mmoja mmoja au kwa kundi la watu, ile injili inakupa wewe nafasi ya kutawala mazingira ya mwili hata na mazingira ya rohoni. Kwa lugha gani? Kwa lugha hii, injili ni habari njema iitwayo kama kibiblia mbegu ya Mungu. Na wale wasikiao neno mfano wake ni huu: baada ya kusikia wakaamini, wakazaa 30, 60 hata 100. Eneo linapoleta matokeo ya haraka ya maisha ya mtu mmoja mmoja, mtu binafsi, bila kujiunganisha na maombi na maombezi na nini, ili uone matokeo haraka ya maisha yako kufanikiwa, iseme injili kwa mtu unaweza kumwambia yoyote. Maana yake hii: bwana mali, habari za siku nyingi bwana. Asha, unajua mali, nimekuja kumgundua Mungu bwana. Asha amenibariki. Siku moja nilikuwa nikiomba, Mungu akanifundisha neno kuhusu Yesu. Yule mtu anajiuliza, sasa bwana, mambo ya kuhubiri, ngoja tu mali nikuhadishie kitu. Mnajikuta unamshuhudia mtu habari za Yesu za dakika 5. Yule mtu hata kama hajataka kusikia, lakini kumbe wewe umechukua mbegu fulani, umeiotesha katika ulimwengu wa roho. Shamba hili la huyu jamaa halijalipa, lakini kuna shamba litakaloenda kulipa. Na likianza kulipa, ikikwambia na ile shamba likazaa 60, 100, maana yake matokeo ya maisha yako kwa ile mbegu ya neno uliotamka, utaenda ukajikuta unaishi maisha ya kufanikiwa hata bila mahangaiko ya aina yoyote, kwa sababu apandaye ndiye anavuna. Nitakupa mfano huu ambao sio mfano ambao unaeleweka, lakini nitakuelewesha kidogo. Ilipotokea Yesu amezikwa, watu wakapeleka taarifa, wakasema yule jamaa tumesikia alisema kwamba atafufuka siku ya 3. Inawezekana wale wanafunzi wake wakaja wakamwiba, alafu wakatangaza wakasema amefufuka, na uongo wa mwisho kama mkubwa kuliko wa kwanza. Turuhusu twende tuwaeke walinzi kwenye mlango wa kaburi, nasi tuweke muhuri katika mlango, ili wasije wakamwiba, hata ili siku 3 zikiisha au 4 zile walizosema zikipita, basi askari warudi.
Wazo lile likakubaliwa kwa mfalme. Likachukuliwa kundi la maaskari wa Kirumi 50 wenye silaha wawezao kupigana usiku na mchana bila kuchoka kwa masaa 24. Tunaenda sawa? Ukiangalia jinsi walivyokuwa wakifundishwa, nimeangalia sinema moja, ukiangalia hawa askari huwezi linganisha na binadamu wale walivyo dhaifu. Jamaa amefundishwa kupambana kwa vita vya aina yoyote. Sasa wamekaa kwenye mlango, kila askari anajua jinsi position ya kulinda inatakiwa iwe vipi. Ilipofika siku ya 3 wakaona tetemeko, na ile tetemeko likawa kubwa. Hali ya kusimama kwao ikawa haiwezekani kusimama, ikabidi kuanguka chini, kwa sababu unaona unarushwa na kinachokurusha hakijawahi kuruka. Walipoona hali ile, macho yao yakaangalia kaburi. Tunaenda sawa? Wakaona malaika jamaa ameshuka kutoka mbinguni na analisindikiza jiwe kutoka mlangoni, anang'aa kuliko jua. Askari wakaanguka chini kama waliopoteza fahamu. Wakajua kama kuna kifo leo, ndo tumeingia mahali ambapo tunakufa bila mtu kujua. Wakiwazawaza hivyo, mmoja akawashtua wengine, jamaa ameshaondoka, nimemwona akitoka kaburini, ameamka mwenyewe, katoka mlango. Na mwingine, na mimi nimemwona, na wewe umemwona, na mimi nimemwona. Wakaambiana, hata yule malaika hakuhusika, jamaa mwenyewe ametoka mwenyewe. Walipoona tetemeko limeisha, mbio walizozitoa ni kwa viongozi wao. Tumemwona amefufuka, yu hai, amefufuka. Tetemeko limekuja na malaika ameshuka, na sisi tukamwona anatoka kaburini, anang'aa, sio kawaida. Nyamazeni, usiongee tena. Sasa msiongee. Sasa tumeona, tusiongee kwa nini? Ikavutwa sanduku ya hela. Jamaa wanatajirika, na kuna Mkristo anafunga mdomo hatajiriki. Wewe fungua mdomo, kuna akiba ya utajiri iliyofichwa mahali. Hawatapewa wengine, atapewa anayesema habari ya Yesu amefufuka. Kwa nini unanyamaza kumsema Yesu? Utafanikiwa tu. Wakaondoka, wameambiwa wasifanye nini? Jamani, ukweli haufichwi. Hivi kweli polisi anaenda nyumbani, ana hela ya kutosha, si mke anamuuliza mzee, vipi makaburini? Anambia, njoo ndani tuongee. Usije kaongea, unajua hii ni siri. Hii simwambie hata jirani yako. Ndio ni nini? Utetemeko lilikuja na tukamwona malaika akisukuma jiwe, na yeye mwenyewe akatoka anang'aa kuliko kawaida. Tukaogopa kama tutakufa, lakini hakushughulika na sisi, akatuacha, akatuangalia, akaenda zake. Sisi tukaondoka pale mbio mpaka kwa Pilato. Ndio tumepewa hili fungu, tusiseme. Na wewe usiseme. Sasa mama akasema, haki ya Mungu sisemi. Lakini majirani wanaona wanajenga nyumba, wanauliza mmepata wapi? Anasema, nyamazeni, nitakwambia siri. Ile siri kila wakiongea, na hao majirani nao wanapata hela. Na mimi nataka na wewe ufanikiwe. Ukinyamaza imekula, inakula kwako bwana. Mwambie mwenzako, nyamaza utakoma. Ukisema utakula. Maandiko hayaandiki kwa bila sababu. Yanaandika utafakari, yanaandika ujiulize, uyahoji maandiko. Kwa nini imeandikwa? Ni kwa sababu na wewe ukisema amefufuka, sanduku la hazina linafunguliwa. Halo, mwambie mwenzako, hiyo ni hongo nzuri. Unamhubiri Yesu, lakini kilichokuwa hakiwezi kukupewa unapewa tu. Yani by any means utapewa tu. Utashangaa, mtumishi, Bwana asifiwe, samani uko wapi sahihi? Ndugu, mimi nilikuwa nahubiri mkutano mmoja. Mbeya. Ule mkutano niliupiga, unajua kuhubiri? Niliupiga vizuri sana. Niliupiga mpaka asikia rohoni nimeupiga mkutano. Lakini kwenye sadaka, wenyeji sio matajiri, ni watu wa kawaida, lakini roho yangu iliwapenda. Hata walichokitoa nikamshukuru Mungu. Unaambiwa nikaondoka ile kwenda kulala.
simu. Hii namba sio ya Tanzania, ya nchi tu ya jirani hapa. Halo, Bwana sifiwe mtumishi. Baba, mimi hapa siwezi lala. Yaani nimeambiwa nikutumie pesa. Nitumie akaunti ya CRDB. Nikamwambia usijali. Nikajua hapa napata kama shilingi 200,000, 300,000. Kupiga hivi nikamtumia, nikaona milioni 20 inaingia tatata titi. Nikapiga pambio huko, nikasema hubiri tu, maana hujui hazina ya Mungu imefungiwa wapi itakapotoka. Hautalala njaa. Sasa najua hivi, Mungu akikupa mahali pa kusemea injili, iseme kwa nguvu zote. Ikiwa kwa watoto wako, fungua kinywa. Ikiwa kwa majirani, fungua kinywa. Ikiwa kwa wale wa kijiweni, fungua kinywa. Ikiwa barabarani, fungua. Ikiwa kwenye basi, fungua kinywa. Ikiwa kwenye kanisa, sema tu, maana hujui ni wapi itakapotokea hazina. 1:30, 1:60, 1:100. Hivi ikifika basi ikaanza kufika 30. Hivi unafikiri utakuwa mahali tena pa kawaida? Tukubaliane jamani. Yaani uanze kuona matokeo. Mmoja inazaa 30. Hivi unajua hata mimi bado sijafika 30. Nikifikia 30, Mungu wewe. Hamjai kuonaga watu wanakula raha duniani? Yaani nitabadilisha suti asubuhi, nitabadilisha mchana, nitabadilisha wasee. Ndugu yangu, achana na wakati unaona maongezeko. Unasemaje? Utaongezewa na kuzidishiwa na kufanya nini? Si ndio? Na kusukwa na kushindiliwa. Inasukwa tena, inashindiliwa. Alafu inafurika. Alafu inamwagika. Baba, wengine hapa hata bado hajasukwa, hata hajaanza kushindiliwa, bado iko chini kule, lakini unamshukuru Mungu, asante Bwana Yesu, na maombi niongeze hela. Haongezi. Wewe fungua tu kinywa, ipeleke miguu ya injili, ieleze tu kwa watu, shuhudia tu jirani, utaona mafuriko. Hata isipotoka kwenye biashara yako, mtoto wako atanyanyuliwa mahali, utashangaa nasema na kununulia kiwanja na kujengea nyumba. Unajiuliza, haka katoto sijakasomesha, kala saba lakini kameinuliwa. Kala 7. Pambavu kabisa. Kamefeli mitihani. Kameshindwa kwenye mitihani mpaka ulukana sema, we kichwa yako mbovu. Ndo kanainuliwa. Mungu we. Yule aliyezarauliwa, aliyekuamkia, unashanga hako. Unasikia mami? Shalom. Hello mwanangu, unaendeleaje? Mama nataka tu nifanye hivi. Mama samani, tafuta uwanja mahali. Wewe nini mwanangu? Nikununulie mama. Mwanangu jiangalie wewe mwenyewe. Mama mimi sina shida tena. Ngoma imejibu huku. Unaanza kuona papa. Halo, unatoka unaenda jirani anakuona anasema hawa tunawajua. Wanaenda Nigeria. Kumbe sio Nigeria mzee. Ni mdomo unafungua. Mbegu unapanda usiku na mchana. Wewe panda tu, hujui itakavyotokea. Neema Mungu itainukia wapi? Hujui ni kwa nani atakaye kwenda kunyanyuliwa na Mungu. Inawezekana watoto wako wote wakanyanyuliwa. Inawezekana hata mmoja kanyanyuliwa. Inawezekana wote, hata na yule ambaye hakuwahi kufikiriwa. Mungu sio dhalimu. Wewe panda, yeye analeta mavuno. Sasa miguu ya utayari watu hawana. Miguu ya kutawala hamnaga, hamtaki kutawala. Ukihubiri unatangaza utawala. Ukifungua kinywa unatangaza teritori yako kuongezeka. Kadri unapozidi kufungua mdomo, Mungu anakuongezea hatua. Katika ulimwengu wa roho kuna mahali panafunguka. Kwenye eneo ambalo haliwezekaniki, kuna kitu kinatokea pale. Huwezi jua kinatokea wapi. Haleluya. Sema amen. Nilishawahi kufikia mahali, ile gari nilinunua Land Cruiser. Mama ananipigia simu na mtoto wa kike. Niko njiani nasafiri kwenda Kongo. Anambia dadi, tumeona Land Cruiser moja VX, lazima uinunue. Hawa watoto
Hawa watoto wanajua maana ya VX. Huyu mama anajua maana ya Land Cruiser VX. Mimi nina nguvu gani ya kununua VX? Hivi mnajua hiyo siku niliwachukia hawa. Wananiingiza kwenye jaribu. Tena dadi, sikiliza, tumeichukua, tumeileta nyumbani. Ukija lipa. Wakati huo nimekopa nauli kwa Lord Vicky Mbasho. Nina deni la nauli. Alafu ananiambia tununue VX. Hivi mnaelewa nyie lugha? Jambo lisilowezekana katika akili yangu halitakaa litokee, wala haliko kwenye maombi yangu, wala haliko kwenye muhtasari wa Mungu nikumbushe. Hamna. Huyu na binti yake utanunua, na tumeileta nyumbani. Nikajua Mungu, mimi sijui kugombana na mama wala mtoto, lakini wamenikwaza. Roho yangu haijawahi kujua VX iko wapi duniani. Najuaga VX ziko kwa matajiri. Mimi nitatoa wapi? Ili nimekanyaga eneo la mkutano, ule uwepo uliopita pale kama upepo ukavuma ukapiga nyumba ile nilipokuwa, watu wakakamatwa na uwepo wa Mungu. Kila aliyekuwa ananisalimia siku hiyo hiyo pupu mkononi mwangu. Ninamwambia mama, ile VX ipo. Asema nimepata hilo. Nilipiga injili, sikuita sadaka, sikuambia watu ni sapoti, sikutangaza nina shida ya hela, sikutangaza natafuta Mungu anipe gari, sikuongea nataka mtu nitoa sadaka fulani. Na mdomo wangu haujawahi kuhubiri hivyo vitu. Nilimnena Yesu. Hey! Hata mimi mwenyewe sijawahi kunena Yesu kwa nguvu hiyo. Nikashangaa, kila mtu alifikiria amemuona Yesu. Mimi ndio Yesu mwenyewe. Walitamani waniguse. Huyu akiniambia papa nataka ufike nyumbani, anaona hapana, sitaweza kwenda nyumbani kwake. Ananiambia kamata $1,000, $800. Nimekuja na hela ya kulipa gari yote. Kumbe hii lugha tumeichukua kwenda nyumbani, na akili yangu ilikuwa ifanani, lakini ile injili ilipoenda ni mbegu ambayo hawa walijua kabisa, injili baba ameibeba, lazima impe mahali pa kukanyaga, impe mahali pa kutawala, na haizirudi akiwa maskini, haizirudi bila pesa. Na nakwambia sikuwahi kuona hiyo gari nilikubwa linakula diesel, ni Land Cruiser la petroli, linakula mafuta, linanyonya mafuta. Ukanyaga tu unalia kilo moja ya mafuta imeenda, lakini hajawahi kupungukiwa. Na mimi natamani iwe hivi. Kuna mahali wewe kinywa chako kitakwenda kusimama na wewe kwenye miguu yako, kama utaamini utakapofungua kinywa. Kuna mashamba mengine ukifungua kinywa mbegu inaota saa hiyo hiyo, nyingine itachukua miezi miwili, nyingine mwaka. Wewe sema tu. Wengine wanasema sijaitwa. Hii sio injili ya kuitwa, hii ni ya kuropoka. Msawa na mpanzi aliyetoka kwenda kupanda akatapanya mbegu zake. Kwani huyo ni mhubiri? Huyo ni mropokaji. Bwana shalom, Bwana asifiwe, Yesu anakupenda. Inatosha. Inaweza kasababisha mbuyu ukatoka kwenye kitu inaitwa mbegu ya haradali, limti hilo. Lakini unasema haleluya, Bwana Yesu anakupenda ndugu. Hili jamaa linaropokaga, kumbe unamwaga mbegu yako moja. Mtu anaweza kukudharau akakupuzia, kesho kuto unamkuta anapigwa na mvua pembeni ya barabara. Anambia ngoja nikupe lift tafadhali. Sasa huyu naye anaendesha gari. So huyu naye anaendesha gari. Mbegu ninayopanda ndani yake kuna nguvu, ndani yake kuna uzima, ndani yake kuna kweli. Mungu anaruhusu hiyo mbegu ikazaa 30, 60 hata 100. Hutabaki duniani maskini. Lazima upate mahali pa kutawala, nchi ya kukanyaga, mahali pa teritori yako. Lakini Wakristo wengi wanasema sina wito, Mungu hajaniita. Hii haitakiwi wito, hii inatakiwa mpanzi. Full stop. Mtu atakayepanda ndiye anavuna. Sasa wewe ukinyamaza, wenzini watafuna, wewe utaendelea kwenye maombi. Sisi tunavuna. Haleluya. Iko hivi.
haina sababu hata kuwa wewe kushika microphone. Chukua ka television kako kaeka nje ya nyumba yako. Weka hata mkanda wa Shalom. Ianze tu kuongea hapo, iongee hapo. Lakini umehusika kuileta injili nje ya nyumba yako. Watu wanasikia na kale ka speaker ka television yako. Na watu wakaamini. Sasa wewe una TV lako ulikubwa humo ndani, unaimbia nalo wewe mwenyewe uko na Upendo TV na siju TV nani na siju na nini, unajisikilizishia mwenyewe. Jirani yako hapa anaenda jehanamu. Mama mmoja akafanya hivi. Mume wake hajaenda kanisani miaka 16. Akaona hana njia yoyote ya kuweza kumfanya mume wake aje kanisani. Acha tu nichukue flash niipeleke nyumbani kwangu, alafu niweke kwenye TV. Akachukua mahubiri yangu. Mwanaume anatoka na wachungaji kila siku, hafai, hakuna mchungaji hata mmoja wa Mungu hapa, wote matapeli waizi hao. Okay, so wengine waizi, wengine tuko tu tunamtumikia Mungu hata kama tuonekane. Ikawekwa kwenye TV. Baba anarudi nyumbani anakutana kuna mhubiri kwenye TV. Baba na sikai sebuleni, acha nikakae bedroom. Mama anaongeza nini? Sauti. Kule chumbani anasikia sauti ya mhubiri inafika. Lakini kama mhubiri anaongea, anaanza kujikuta anasikiliza. Alafu kumbe anasikia kama mhubiri ameongea, nasikia kama ana maneno, ikaanza kumvutia. Akawa akija nyumbani bedroom, na mama na hivyo anaongeza sauti. Miezi 6 baada ya hapo, yule mama na mume wake wakanitafuta. Lakini kabla hawajanitafuta, mume akasikia ninakwenda tena kwenye hilo eneo kuhubiri injili kanisani kwao. Yeye hajawahi kwenda kwenye hiyo kanisa maisha yake yote. Mama ndo anaga kanisani. Akasikia kwenye matangazo mhubiri Abshalom anakuja tena. Yule baba aliposikia, ibada ya kwanza akaingia. Na hiyo ibada ya kwanza umeandikiwa kabisa hapo juu ya madhabahu, dakika 10 tu, usizidishe kuhubiri, 10 minutes. Kwa nikapiga injili ya dakika 8, ya 9, ya 10 namaliza. Yule mwanaume ametoka kwenye kiti cha nyuma, amekuja kanisani kwa mara ya kwanza na hajamwambia mke wake. Akanishika mkono madhabahuni. Nasoma kanisa ya Kipentekoste kama haya ambayo mtu wetu tu anakuja mbele. Yale ni ile makanisa ya wastaarabu. Kiongozi akisimama mbele, huwezi kwenda huko ovyo bwana. Kule ni patakatifu sana. So sisi walokole tunakimbizana hata madhabahuni huko moja kwa moja mpaka kule juu. Tunasema fire imewaka. Waka wenzetu huko kwa mbele panaheshimiwa. Jamaa kaja akanishika mkono. Sasa huyu jamaa ananishika mkono. Vipi huyu bwana? Akarudi kukaa, mtu mzima, tena mtu mkubwa serikali. Akaenda akakaa. Ibada imetoka, akampigia mke wake. Umechelewa kanisani mpaka saa hizi. Mpaka yule mhubiri nimemshika mkono. Leo niko kanisani. Akamwambia, umeenda kanisani? Mhubiri upi? Si yule Myahudi namweka kule nyumbani kila siku. Mama kashtuka. Mama akakimbia na gari, akamkuta anamsubiri pale nje. Akamwambia, nimemshika mkono mwenyewe. Ulikuja kanisani. Huyu ndio mhubiri mimi namtaka, sitaki mhubiri mwingine. Na mimi nataka nikwambie hivi, inawezekana. Wewe unajinyima tu baraka zako, umeubaki tu unasema mimi sio mhubiri, na acha nikahubiriwe Jumapili. Kumbe unajinyima kufanikiwa. Na wewe nenda kafanye. Enzi ya mzee Kakobe, kila Mkristo wakati television ndio zinatoka na zile mikanda za tape kubwa, wanamrekodi Jumapili, na kila Mkristo anashawishiwa lazima awe na tape apeleke nyumbani. Na usiweke TV nyumbani. Ikifika saa 1 weka nje ya nyumba. Weka tape ya mzee Kakobe. Saa hiyo kila mtu, nani ana TV? Si mwenye TV ndio huyu hapa. Jirani wote. Kanisa ya Kakobe ikajaa. Watu wameletwa kwa injili ya television, tena ile ma TV ya mgongo. Siku hizi hayapo, hata ukipewa bure utaki. Mama unayo kwani nyumbani? Sijui hata umepelekaga wapi. Tumeshazisahau. Zilifanya kazi. Zikaleta watu kwa Yesu. Sisi wengine TV ni ya kwako na mke wako na watoto. Saa ngapi utavuna? Na wewe sio mhubiri. Na kushauri, vaa miguu ya utayari. Iondoe madhabahu ndani ya nyumba yako, itoe nje. Zungumza na watu, fungua kinywa. Mungu ataenda kugeuza maeneo ya utawala wako, yatakuwa ni maeneo ya baraka, na utaona mafanikio, wala hautapita kwenye mahangaiko tena. Dakika kameisha.
Haya, zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mwaweza kuizima mishale. Ngao ya imani. Nimalizie hapo kwa dakika 5 zilizobaki. Mungu tayari nimalizie. Imani ni nini? Kila mtu anafikiri imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana, ni uhakika ya mambo yatarajiwayo. Hao wote waliobaki kwenye hiyo imani wanachelewesha maisha. Nisikiliza vizuri. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania hajawaandikia Wachaga, amewaandikia Waebrania. Wewe kile kitabu kisome kuwa ni historia ya Wayahudi waliokuwa wanaamini, sio Wakristo wanavyoamini. Wayahudi wa Agano la Kale. Mnanisikia eh? Ndio historia yao iko kwenye kitabu cha Waebrania. Na mwandishi alikuwa mbishi kukubali kwamba Yesu ndiye Mungu muumba mbingu na nchi, Mungu mwenye nguvu. Akakosa kuelewa yawezekanaje wakati tunamjua Mungu wa Musa aliyegeuza bahari ikawa nchi kavu, mana ikamwagika. Huyo ndio Mungu. Sasa leo Yesu akaona haiwezekani, akaenda moja kwa moja kutafuta mahali Musa alikutana na Mungu. Akakaa kule miaka 3. Kule akiwa anamtaka Mungu, nifunulie, je, ni Yesu ndio wewe au Yesu ni mmoja wa manabii? Akatolewa katika mwili, akachukuliwa katika roho, pelekwa miaka mingi huko nyuma. Yule aliyefikiri kwamba ni mmoja tu katika manabii waliokuja duniani, na kama Yeremia na kama wengine, akamwambia sasa, mimi ndio niliyekutokea njiani ukienda Dameski. Mimi ndio niliyomtokea Musa. Mimi ndio niliyomtokea fulani. Mimi ndio wa kwanza, mimi ndio wa mwisho. Ndipo alipokuja akaamua sasa Wayahudi wenzake waelewe imani wazazi wao walikuwa naamini. Wanangojea kilichonenwa kwenye Agano la Kale, Mungu atakapoleta majibu yao ya maombi waliomwahidi, Mungu aliyowaahidi kwamba atawapa. Atawapaje? Akawaambia, nitawatumia Masihi, huyu atakwenda kuyatimiza yote. Ndipo alipokuja Yesu, hawakumjua, na hata watu wa dini hawakumjua. Huyu Bwana akamjua ni Yesu, akasema hivi, baba zetu waliamini yasiyoonekana, waliambiwa mambo wakaamini aliyoyasema Mungu atatimiza. Na wengine katika maisha yao waliamini mpaka kufa, hawakuona ahadi iliyotimia. Wengi wakaishi kwenye mapango na katika milima na katika mashimo na katika mabonde, lakini hawakupokea kwa sababu ya imani yao. Lakini sasa imani imebadilika. Imani imeingia sasa katika neno la Kristo. Imani sasa hivi mtu yeyote anaposikia neno la Kristo, aliyekuja akavaa mwili, akawa maskini kwa ajili yako, akawa laana kwa ajili yako, ili wewe usio maskini, ili baraka za Abrahamu zikufikie. Walipoanza kujua sasa Yesu ni Kristo, ikawa sasa hakuna ahadi, sasa imeingia kwenye utimilifu. Kwa hiyo imani katika Kristo Yesu sio ahadi, bali ni utimilifu. Halo? Unapojiona una pesa, ni wewe una pesa, Mungu anakuona unayo. Unapojiona maskini, ni wewe unajiona maskini, lakini Mungu akikuona anajua wewe ni tajiri. Sasa unapishana na Mungu kwenye eneo la kujitazama. Wakati Mungu amesema nimemleta Yesu ili atimize, na Yesu anasema msidhani ya kwamba nalikuja kutangua torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Amin, nawaambieni, yodi moja au nukta moja ya torati haitaondolewa hata hayo yote yametimia. Alafu anakuja kwenye kitabu cha Luka 24 mstari wa 44 45, anawaambia haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika torati ya Musa na manabii na Zaburi. Akawafungulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Sasa hakuna tena ahadi, hamna. Ahadi iliyobaki ni moja tu, kurudi kwake. Ahadi alituahidi ni mbili tu. Ya kwanza, ninaenda nami nitawatumia msaidizi. Hiyo ameshatimiza. Tunaenda sawa. Ya pili, nitakuja niwachukue pale nilipo na ninyi mtakuwepo. Halo? Hiyo ndo tunangojea saizi. Na kama atachelewa tutalala kwenye mavumbi, lakini bado hiyo ahadi atatimiza. Tutatolewa kwenye mavumbi, tutamlaki mawinguni parapanda ya mwisho itakapolia. Ahadi ya wewe kufanikiwa haipo.
bali mafanikio yameshatolewa. Mtu yoyote anayeamini kwamba Yesu alishakuwa maskini hawezi kuwa maskini tena. Kama Yesu alikuwa maskini kwa ajili yako, lazima uwe tajiri kwa umaskini wake. Wakorintho wa pili sura ile ya 8 mstari wa 9. Mwaijua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Kristo alitukomboa kutoka katika laana ya torati, maana imeandikwa, amelaaniwa yeye atundikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka za Abrahamu ziwafikie ninyi katika Kristo Yesu. Saizi hakuna hata mmoja hapa anatakiwa aombewe kubarikiwa. Hamna hata huyu. Mtu anayekwambia leta, njoo nitakuombea nikubariki, hana baraka. Mongo. Kuna mtu anataka kuvunja laana yako, huna laana. Kristo alishachufanyika laana zote za torati. Umelaaniwa mjini, umelaaniwa mashambani, haifanyi kazi kwangu. Sema amen, amen. Piga kelele, sema nimebarikiwa mjini, nimebarikiwa mashambani. Ongeza sauti, sema hakuna wa kunilaani. Sema nimebarikiwa usiku na mchana, na hakuna wa kuondoa baraka yangu. Iko hivi, na akiinua mdomo kiumbe chochote akakutamkia laana, amekufa yeye. Hakuna mtu anaweza kukulaani duniani. Maana yake atakapokulaani wewe, ile laana haiwezi kukuona, haiwezi kukuloketi, maana wewe umeshafichwa ndani ya Kristo. Kwa hiyo inamrudia aliyeitoa. Tunaenda sawa sawa? Sema amen, amen. Hebu weka mkono mmoja juu na mnaisema nimebarikiwa. Nyanyua mkono mwingine, sema mimi sio maskini. Amen. Iko hivyo, wewe ni mshindi katika eneo la uchumi. Yaani wewe sio mlaaniwa na muhitaji na muathiriwa kwenye uchumi. Uchumi umeshapewa agizo moja, nami nitaziamuru baraka hizi za uchumi zitakufuata na kukupata na kukuovertake. Kukuovertake maana yake kabla kesho ijaja, pesa za kesho zimeshaandaliwa zinisubirie. Mlangoni hujatoka, umeshaanza kupokea na simu. Mtumishi, mbona umechelewa kuamka? Uko wapi? Unajiuliza, wewe nani wewe? Mbona sina hii namba? Unajua malaika wengine wanatangulia mbele yako, kukutafutia mahali pa kusimamisha hema lako. Wewe kabla kesho hujafika, malaika ameshafika kesho, kashaitengeneza njia. Unakuta barabara imenyooka, hakuna mahali pa kufungiwa baraka, hakuna mahali pa uchumi unaoshuka shimoni au unaochukuliwa na wachawi. Hamna hiyo. Kila aliyemwamini Yesu ni mbarikiwa na uwezo kumlaani. Namba 2, kila aliyemwamini Yesu ni tajiri na hana asili ya umasikini. Ukishajiita masikini wewe, tayari wewe mwenyewe umekubaliana kwenda ofisi ya manispaa kujitambulisha, mimi ni maskini, naomba koti la umaskini. Wanakuuliza, mbona mikono yako mizuri na miguu? Bwana, wenyewe mnaona vibaya. Manispaa anasema ajiandikishe mwenyewe. Unahitaji kibarua cha kuombaomba. Wewe unatembea barabarani umevaa koti, tunakuangalia wewe ni maskini. Kumbe wewe sio nini? Kwa sababu umevaa koti unataka wewe uonekane maskini. Lakini siku kiamua kama Bartimayo, tangu sasa mimi sio kipofu tena, unalivua lile koti kwanza, unalitupa kule, alafu unamwendea Yesu. Na Yesu anakuuliza, nikufanyie nini? Unaambia, Bwana wewe mwenyewe unajua sina nyumba 2 za 3 4 katikati ya mji, niongezee mabarabara yangu yaandikwe jina langu. Muulize jirani yako, kuna barabara yote imeandikwa jina lako? Kama una nenda katafuta ofisi ya kata mara moja, waambie nataka kujenga mahali barabara itengenezwe kwa jina langu. Unatengeneza barabara ya jina lako. Mimi nitatengeneza, kuna barabara yangu inaandikwa kwa Arabi, mtaiona ndio inaandikwa kwa Arabi. Mtakoma mwaka huu. Wala Yesu ni mtamu. Yesu ni mtamu. Mwandishi wa Ibrania akasema hivi, wazee wetu waliamini hivi na wakafa, hawakuzipokea ahadi. Mimi siwezi amini kama wazee wanangojea kutarajia. Mimi tayari ni mbarikiwa, nimeshaingia kwenye urithi. Tena anasema ninyi ni warithi pamoja naye. Lakini wakati wote mtumwa, mrithi ajapokuwa mtoto, hana tofauti na mtumwa ingawa ni bwana wa yote.
Mimi sio mtoto tena, ninauelewa. Nimekomaa kwenye akili ya kiroho. Nimeshamjua Yesu vizuri sana. Nakwambia hivi, wapende wasipende, wakikataa watalazimishwa kwa nguvu na malaika. Hamka, toa hiyo dhahabu mlangoni haraka. Hivi unafikiri kwamba wakati ule wa Misri walitoa fedha na dhahabu mlangoni kwa kuwa wanapenda? Wakati wazaliwa wanakufa, jamaa aliyekuwa na waua wazaliwa wa kwanza aliendelea kuwafuata. Wewe njoo. Unaona amekufa huyu? Ndio nimeona mzee, nisamee. Mimi ukitaka nisikumalize na wewe, chukua fungua hiyo kabati hapo. Fungua hiyo fedha leta hapa na hiyo leta na ile manguo pale. Jamaa anasogeza weka mlangoni pale. Alafu simama Israeli, usipite. Njoo chukua. Jamaa wanaambiwa wakawateka nyara wa Misri. Hawakutoka bila fedha wala dhahabu. Na mimi naamini ndivyo ilivyo. Hautatoka bila mikono yako kuwa na mafanikio, ikiwa wewe uko kwenye imani ya kutimiziwa, sio ya kungojea. Imani sio kungojea. Imani ni timizo la Kristo alilomaliza kazi. Akasema it is finished. Tetelestai. Kwamba sasa hivi deni la huyu mtu nimelilipa. Mashitaka yake na faini aliyopigwa mahakamani nimelipa. Kama alikuwa na vita, vile vita nimevimaliza. Tetelestai. Imeisha vita. Hutapiganishwa tena. Tumpe Yesu makofi mazuri. Hii ni siku ya dakika zangu zimetimia exactly. Basi tusimame pale tulipo. Alafu ni muombe Ibra tufanyie maombi ya kumshukuru Mungu.